Ndugu wa Tanzania, tukumbuke umoja na mshikamano wa chama ndiyo nguzo ya mapambano ya kitaifa. Tunapolinda umoja, tunalinda mustakabali wa demokrasia, na kama alivyosema Martin Luther, nguvu ya kweli hupatikana pale watu wanapoungana kwa haki. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama na kwa wananchi. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama, kwa wananchi na kwa Watanzania wote. Namba 4, uchaguzi ulionajisika wa tarehe 29 Oktoba na uvunjwaji wa mamlaka ya wananchi. Watanzania wenzangu, kile kinachoitwa uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana uliacha Tanzania ikiwa na jeraha la kisiasa ambalo litachukua muda mrefu kupona. Tulishuhudia matumizi mabaya ya vyombo vya dola, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mahakama dhidi ya wakosoaji wa serikali, wanaharakati na wapinzani wa kisiasa, hususan Chadema. Chama chetu kilifungiwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa kisingizio ya kesi za uongo. Mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alibambikiziwa kesi nzito za kisiasa kwa lengo la kutisha na kuzima sauti ya mabadiliko. Wimbi la utekaji, utesaji na upotezaji wa raia wasiokuwa na hatia nchini, takribani Watanzania 200 walitekwa na kupoteza katika mwaka wa 2025 pekee. Kinachoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba haukuwa uchaguzi, ulikuwa ubatilishaji wa haki ya wananchi kuchagua na kuchaguliwa. Matokeo yaliyotangazwa hayakuwa na uhalali wa kikatiba, kisheria wala kimaadili. Mkwamo wa kisiasa tulionao leo ni zao la mifumo dhaifu ya uchaguzi iliyoshindwa kulinda katiba ibara ya 8 inayotamkwa wazi kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na mamlaka na madaraka yote kutoka kwa wananchi. Namba 5, no reforms, no election, sauti ya wananchi na msingi wa mageuzi ya kimfumo. Watanzania wenzangu, katika kipindi ambacho taasisi za umma zilipoteza uhalali wa kimaadili na kikatiba, Chadema ilisimama si kama chama cha siasa pekee, bali kama dhamiri hai ya wananchi waliokata tamaa na mifumo wa uchaguzi uliotekwa na nguvu za dola. Kauli ya no reforms, no election haikuwa tishio wala ukaidi. Ilikuwa ni hoja ya kifizikia ya haki, kwamba uchaguzi bila mageuzi ya kimfumo na kitaasisi si zoezi la kidemokrasia, bali ni ibada ya kuhalalisha dhuluma. Kama lilivyosisitiza tamko la kimataifa la haki za binadamu kifungu cha 21, mapenzi ya watu ndio msingi wa mamlaka ya serikali. Mapenzi hayo yaoneshwe kupitia uchaguzi huru, haki na wawazi. Bila misingi hiyo, sanduku la kura hubaki kuwa tupu. Na ndiyo maana watawala waliopo hawajachaguliwa wala hawana ridhaa ya wananchi, kwa sababu hawakuchaguliwa kwa mapenzi ya wananchi. Watanzania wenzangu, madai ya wananchi yalikuwa ya msingi na yasiyopingika. Wananchi walikuwa wanadai tume huru yenye mamlaka kamili ya kikatiba, marekebisho ya sheria kandamizi zinazonyima raia sauti, na ulinzi halisi wa haki za kisiasa na kiraia. Msimamo huu haukulenga kuvuruga amani, bali kulinda amani, kwa sababu amani isiyo na haki ni ukimya wa makaburini. Kama alivyoonya John Rawls, sheria isiyo na haki si sheria, bali ni vurugu iliyorasimishwa. Hivyo mageuzi hayakuwa hiari ya kisiasa, bali ni sharti la uhalali wa dola.